Kwa fursa hii pia kuwapongeza kwa ambayo mmekuwa mkiyafanya katika kuwezesha utekelezaji wa shughuli za mahakama kwa mafanikio licha ya changamoto mbalimbali ambazo zipo. Nafasi zenu zinatambuliwa hata katika katiba, lakini zinatambuliwa pia katika sheria zetu za msingi na katika kanuni. Ninyi ni muhimu sana katika uendeshaji wa shughuli za mahakama, na kwa sababu hizo shughuli mnazifahamu na wajibu wenu mnafahamu, asubuhi hii mimi wajibu wangu tu ni kuwashirikisha yale ambayo Mwenyezi Mungu akituwezesha tunakusudia kama mahakama ya Tanzania kuyatekeleza katika mwaka wa mahakama wa mwaka 2026. Tunawashirikisha sasa ili hata tunapoendelea tukiwa likizoni, basi tujipange ili kuendelea kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi ipasavyo. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza watangulizi wangu kwenye nafasi hii ya Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Wamefanya kazi kubwa sana katika vipindi mbalimbali. Tangu Mahakama Kuu ilipoanzishwa hapa mwaka 1920 na hata mpaka sasa. Waliofanya kazi zao wakati ule ukoloni na hata baada ya kuwa tumepata uhuru, kila mmoja wao alifanya kazi nzuri sana kwa wakati huo na kwa mazingira yaliyokuwepo ili kuwezesha haki ipatikane kwa wananchi wa taifa hili, kama ambavyo ndio maadili na misingi ya mahakama ya Tanzania. Walikuwa na mipango mizuri na mikakati mizuri, na kadiri tunavyoendelea mambo mengine yanaibuka, na sisi kama viongozi tunawajibu kwa kushirikiana pamoja na watumishi wote wa mahakama kubuni mikakati na kuchukua hatua kukabiliana na changamoto zilizopo wakati huo ili kuzitatua na kusonga mbele. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto mbalimbali, na kubwa ilikuwa ni uhaba wa miundombinu ya mahakama. Lakini pia kulikuwa na changamoto ya rasilimali watu. Kulikuwa na changamoto ya rasilimali fedha. Na kumekuwa na changamoto zetu sisi wenyewe tu za kimaadili, za kiutendaji. Rushwa, uzembe na mambo mengine ambayo hayafai. Serikali imechukua hatua madhubuti kutatua tatizo la miundombinu ya mahakama. Right now katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa Tanzania bara, tuko mahakama kuu, mahakama za wilaya sasa ziko katika kila wilaya isipokuwa wilaya 3. Wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma, wilaya ya Ikungi ambako hata ujenzi wa mahakama haujaanza, na wilaya ya Mkalama mkoani Singida ambayo ujenzi wa jengo la mahakama wilaya unaendelea huko katika hatua ya renta. Na wilaya hii ya Chamwino, hiyo tumefikia hatua nzuri, mwaka ujao itafunguliwa na kwenda kufanya kazi. Kwa upande wa mahakama kuu, hatukuwa na mahakama kuu zilizoenea katika nchi nzima, na ndio tukaanzisha utaratibu huo wa kanda. Hivi tunavyozungumza sasa, mahakama mikoa mingi sasa ina mahakama kuu, isipokuwa mikoa michache. Mkoa kama wa Njombe, na hii ni mikoa iliyokuja inaanzishwa, hata ambayo haina sasa, ni ile ambayo imekuwa inaanzishwa baada ya kuwepo kwenye kanda fulani. Mkoa kama wa Njombe, mkoa wa Katavi, mkoa wa Lindi, mkoa wa Singida, mkoa wa Songwe. Hata hivyo sasa kuna ujenzi unaendelea katika mikoa hii
Lengo letu ni kwamba ifikapo tarehe 31 mwezi huu wa 12, basi majengo haya yawe yamekamilika kujengwa ili tuweze kuanza kuyatumia tunapokuwa tunafungua mwaka wa mahakama hapo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu. Lakini niseme tu mbele yenu kwamba ujenzi wa mahakama kuu Simiyu umekamilika na tayari tumeteua viongozi wa kwenda kusimamia kanda hiyo. Hao ni pamoja na jaji mfawidhi na naibu msajili mmoja kwa kuanzia, japokuwa na wengine wataendelea. Matumaini yetu ni kwamba ifikapo tarehe 2 mwezi wa pili, baadhi ya mahakama nyingine pia zinazojengwa, hizi mahakama za kuu zinazojengwa ziwe nazo